Kwa sababu usipobadilisha hapo utakuwa umepoteza muda tu. Hizi kanuni hazibadilishwi kwa maombi. Tunaelewana vizuri? Hazibadilishwi kwa nini? Hazibadilishwi kwa maombi. Tunafunga siku 40, mfungo wa Esther. Kitoka hapo mfungo wa Danieli. Mfungo wa hakuna. Hizi kanuni hazibadilishwi kwa maombi. Utateka we, nateka. Nachukua hela. Sasa utachukua hela za benki za kwako, Mungu akaibe au? Wewe weka ya kwako, Mungu atabariki pale. Mungu anasema nitabariki kazi ya mikono yako. Sio fedha za watu. Kiona magari mazuri, nyumba nzuri, unateka nini? Umekuwa mtekaji. Kitu pekee kinachotekwa kwa mujibu wa Biblia ni ufalme wa Mungu. Ufalme wa Mungu unaendelea kwa nguvu, na hao wenye nguvu watauteka. Basi sio fedha. Fedha hazitekwi. Fedha zinatafutwa kwa kanuni. Na Yesu alivyo serious na mambo ya fedha, ngoja nikwambie. Katika vitu Yesu alikuwa serious ni hela. Yesu. Nani anafahamu kwenye Biblia imetaja mwenyekiti wa mitume 12? Biblia imeshakutaja hicho kitu? Imeshakutaja? Haijakutaja, sio? Kuna sehemu mshakuona kiongozi wa maombi wa mitume 12. Imeshakutaja? Kiongozi wa uinjilisti wa mitume 12. Imeshakutaja? Mtunza fedha wa huduma ya Yesu. Imeshakutaja, hajataja? Yaani Yesu aliona hatuhitaji mwenyekiti, hatuhitaji katibu, hatuhitaji kiongozi wa maombi, tunahitaji mtunza fedha. Alafu wewe uniambie hela sio za maana. Hiyo imani yako hapana. Mimi Yesu nimemfahamu mimi. Kwenye hela alikuwa yuko serious. Mpaka siku watu wanatoa sadaka akaona isiwe tabu, akaenda kukaa kwenye kikapu. Ibada inaendelea. Akaenda kukaa kwenye kikapu anaangalia. Mtu ametoa senti 2 akasema tulieni, liturujia weka pembeni, ngoja nihubiri kwanza kuhusiana na nini? Fedha. Praise, kila kitu kikaishia hapo hapo. Mahubiri yakaanza kuhusu fedha. Kwa hiyo usio kasema eti fedha. Kuna watu wengi ambao wanasema mambo ya hela. Of course, najua kuna extremes zipo. Kwamba prosperity gospel. Najua kuna extremes zipo. Lakini haimaanishi kwamba kama kitu kinafanywa vibaya basi wewe ukiconclude kwamba kitu chote ni kibaya. Mtu akimuua mwenzake kwa kisu, hatuambiani kwamba tusitumie kisu tena. Hapana. Kitumie kwa namna iliyo sahihi. Na watu wengi wasiopenda kujifunza hivi ndio wamechacha zaidi. Wengi. Na wengi wanajifikiriaga kwenye ufalme wa Mungu bana sio katika kunywa na kula. Ufalme wa Mungu ni katika haki, utakatifu. Utaua, tena watumie utakatifu, utaua. Lakini ndio kwanza shida, ukiangalia maombi yao 90% hela. Bwana, utamwacha mtumishi wako afukuzwe kwenye nyumba? Kweli mimi Bwana. Si ulisema Daudi anasema tangu nimekuwa kijana sasa ni mzee, sijamwona mwenye haki ameachwa. Ndio maombi yao ya kila siku. Bwana naomba ada ya watoto. Bwana naomba unipe mtaji. Ndio maombi ya kila siku. Lakini ikifika kwenye kujifunza wataki. Wataka tuambiwe pokea. Ukienda supermarket unataka vitu. Huwezi ukaenda pale ukasema mimi natokea THM, unachukua vitu unapeleka pale kwenye kulipia. Mimi silipi, sharabatoraba. Utafungwa pingu, utaenda gerezani. Ukifika pale you don't talk in tongues, you talk in cash. Sisi hatunaje kwa kunena kwa lugha hapa kwa ndege. Kwamba eti tumefika, unajua mimi mtumishi nimealikwa huko THM na nini, kwa hiyo naenda kuongea maneno ya kimungu, kwa hiyo niingie kwenye ndege. Hawaelewi hiyo lugha. Hawaelewi. Wao wanataka utoe nini? Cash. Usipojifunza unaweza ukawa na maono makubwa sana. Maono makubwa sana, lakini pesa ikakulimit. Bwana akakuonyesha. Hivi umesho kuanza. Farao hakuwa mtu wa Mungu. Si ndio? Hakuwa mtu wa Mungu. Na alikuwa amini katika Mungu yule wa kweli tunemwamini. Hakuwa mtu wa Mungu. Lakini Mungu akamwamini kumpa ndoto ya kuokoa taifa na dunia. Kwa nini? Angempa mpendwa gani ambaye hana mamlaka, hana pesa ya kutekeleza ile ndoto? Sasa wewe upewe leo uhifadhi vyakula kwa miaka 7. Vyakula. Cha kwako tu cha mwezi ni changamoto. Sasa Mungu anaangalia asema hapa ngoja tu nimtumie tu mtu mwingine. Sio kama unaelewa vizuri? Usidharau swala linapofika kwenye swala la kifedha. Ni la muhimu sana kuliko unavyoweza kufikiria. Kwa sababu mimi nikipata fedha nitamkufuru Mungu. Kwa nini umkufuru Mungu? Mbona Ibrahimu hakumkufuru Mungu?
Mwanzo 13 sura 2. Ibrahim alikuwa tajiri katika fedha, dhahabu na mifugo, na bado aliingia mbinguni akampakata Lazaro maskini. Lazaro alikuwa ni maskini akaingia mbinguni. Ibrahim alikuwa ni tajiri akaingia mbinguni. Lakini tofauti, maskini aliyoingia mbinguni alipakatwa na tajiri aliyeingia mbinguni. Kwa hiyo kuna watu tutawapakata vizuri tu. Hakuna uhusiano kati ya umaskini na utakatifu. Hakuna. Mbinguni barabara ni za dhahabu, ishara ya utajiri. Kwa hiyo usijifariji eti unajua mimi bana, mimi sipendi mambo ya fedha, mimi nataka tu mimi niko hapa kwa ajili ya kwenda mbinguni. Basi ingekuwa hivyo siku unamwamini Mungu ufe ili usitende dhambi. Kwa nini umebakia hapa duniani? Lazima uwe na ufahamu juu ya mambo ya fedha. Hebu mwambie jirani yako lazima uwe na ufahamu juu ya mambo ya fedha.